Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Aprili 30, siku ya Alhamis. Leo tunaiangazia mada inayosema ni kitamu sana. Fikiri juu ya kitindamlo unachokipenda zaidi. Je, ni kizuri kwa afya yako? Pengine unatumia asali kwa ajili ya kuongezea utamu, au hata unaweza ukawa unatumia asali ya manuka kwa manufaa zake za kimatibabu. Ikiwa umewahi kujaribu kula sega la asali, utajua jinsi ile sehemu iliyo laini ilivyo tamu inapoyeyuka kwenye ulimi wako. Katika Zaburi 119 aya 103 na 104, mtunga Zaburi anaeleza Biblia kama sega la asali, mfano au stiari kwa ajili ya kitu kinachopendeza. Mausia yako ni matamu sana kwangu, kupita asali kinywani mwangu. Kwa mausia yako najipatia ufahamu. Maneno kwa mausia yako najipatia ufahamu yanamaanisha nini? Zaburi ya 119 aya 104. Kwa nini wazo hili ni muhimu katika kufahamu kile ambacho kujifunza Biblia kunatupatia? Ndiyo, maneno ya Mungu kwa hakika ni matamu kwa nafsi zetu, na tofauti na kitu kingine chochote ambacho ulimwengu unaweza kutupatia. Tofauti na vitindamlo vingi, utamu wa neno la Mungu ni uponyaji kwa roho zetu na hubadilisha maisha kulingana na tabia zetu. Ikiwa umekuwa mbali na Mungu, unaweza kupiga magoti, kufungua neno lake na kunywa kutoka katika maji yaliyo hai ambayo pekee yatatosheleza. Katika Isaya 55 aya ya kwanza hadi ya 13, nabii anaufafanua ujumbe uliotajwa hapo juu. Tumia muda kusoma sura hii sasa, kisha ujibu maswali haya. Swali la kwanza: Mungu anawapatia nini wale wanaomjia yeye ili wale kutoka katika neno lake? Swali la pili: mwaliko wake kwako hapa ni upi? Swali la tatu: changamoto yake ni nini? Na swali la nne: mwitikio wake ni nini? Neno la Mungu lililo hai na lenye nguvu hukata moja kwa moja kwenye mioyo, akili na nafsi zetu linapotupatia changamoto ya kukua katika Kristo. Lakini linaweza kufanya hivi kwa ajili yetu tu kwa kiwango ambacho tutachukua muda na jitihada, na ndiyo, hilo linahitaji jitihada ya kuzama ndani ya neno kwa mtazamo wa kujisalimisha na unyenyekevu na nia ya kufuata kile linachofundisha. Ni njia zipi zilizo thabiti ambazo unaweza kuzitumia kumtafuta Bwana maadamu anapatikana? Isaya 55 aya ya 6. Hii ni Aprili 30, siku ya Alhamis, tukiangazia mada inayosema ni kitamu sana. Na hapo kesho tutajifunza zaidi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.